kulingana na zile nukuu za Biblia na roho nabii ambayo tumezisoma. Na katai kwamba Yesu ni mwana wa nani? Wa Mungu, the only begotten son of God. Hiyo kitu haikuwa na shida nayo. Na pia hakatai kuhusu Roho Mtakatifu ni roho wa Mungu na roho wa Kristo kwa mujibu wa maandiko. Sasa kukataa, mtu kikataa ni huenda ni definition labda, ama Roho Mtakatifu anasimamaje? Hapo ndo changamoto iko pale. Kwa haraka nimemuona Roho Mtakatifu katika ufahamu ambao nimemuelewa. Roho Mtakatifu ni mtu mwingine, yani ni mtu anayejifanyaje, jitegemea kabisa, na uenda tutamuona. Sasa kwa summarize ambayo mimi nimeijenga kimaandiko, sijakataa kuwepo kwa Roho Mtakatifu, lakini Roho Mtakatifu anatoka kwa nani? Kwa nani? Ukisoma kitabu kile cha 14:26 kitabu cha Yohana Mtakatifu na 15:26, Yesu anasema Roho atapoenda mbinguni atamuomba Baba naye atawapa mfariji mwingine, Roho wa kweli atokaye kwa nani? Kwa Baba. Na 10:20 Mathayo, Yesu anasema siku ile msifadhaike mtachokisema, lakini Roho wa Baba yenu ndio atasema ndani yenu. Kwa sisi hapa mantiki ambayo tuko nayo kama kanisa hili, position yetu kuhusu Baba, Mwana, Roho iko hivi. Kuna Mungu mmoja aliye Baba, na Yesu Kristo ni mwana wa Mungu akiwa na uungu ule ule anaonao nani? Baba, lakini katoka kwa nani? Kwa Baba. Na Roho Mtakatifu ni roho ya Mungu au roho wa Mungu kama ilivyoandikwa katika vitabu vingine, lakini pia ametoka kwa nani? Kwa Baba. Lakini Baba hajatoka kwa nani? Kwa mwingine. Hakuna sehemu Baba anaitwa wa Yesu au Baba anaitwa wa Roho, ama Roho Yesu anaitwa ni wa Roho, bali tuna Yesu kutoka kwa Baba na tuna Roho kutoka kwa nani? Kwa Baba kupitia kwa Mwanae. Hiyo ndio position. Kwa hiyo sisi hatukatai habari ya trio. Trio yetu ni hii ambayo tushasoma katika maandiko. Mungu mmoja, Bwana mmoja, Roho mmoja. Na katika hoja ya ubatizo nafikiri inawezekana pia tukawa tunaamini katika 24:19 pamoja kama ilivyoandikwa, lakini utendaji wake kwa nini tofauti. Ndio maana nimekuja nikaweka hii nukuu hapo ya waasisi wetu ambayo ilikuwa inakubalika, sababu sisi tuna msingi wetu umejengwa katika Biblia na kupitia mafunuo ya Roho ambao Mungu aliwatumia wajumbe wa kwanza kutufundisha. Na nukuu nimesoma hapo kwamba waasisi wasimamie nini? Ukweli. Kama utashindwa kumuelewa Ellen White kwa nukuu, nenda kwa nani? Kwa waasisi. Hata mtoto wake ameelezea bayana ya nafsi ni nini, mama yake alikuwa anakiamini. Hii nukuu inasema hivi, hii ni Uriah Smith, The Bible Student Assistant, page 21 na page 22, imeandikwa mwaka 1858. Anasema hivi, acha nisome kwa English kwanza. We are baptized in the name of the Father, the Son and the Holy Ghost. By this we express our belief in the existence of the one true God, the mediation of his Son and the influence of the Holy Spirit. Kwamba tunabatizwa katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, Mathayo 24:19. Kwa hiyo tunaelezea imani yetu katika kuwako kwa Mungu mmoja wa kweli, upatanishi wa mwanawe na ushawishi wa nini? Roho Mtakatifu. Neema Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa nini? Wa Roho Mtakatifu. Kwa mbatizwaji lazima au anapobatizwa lazima atambue kuna Mungu huyu mmoja aliyemtuma mwanawe, na kwa njia mwanawe ametupa uweza utakao wapi? Juu. Katika 1:12 kitabu cha Yohana sema wale waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa nani? Wa Mungu, ndio wale walioamini jina lake. Na anawaambia mitume wake katika 22:24-49 Luka, mtakaeni Yerusalemu ili mpokee uwezo kutoka wapi? Juu. 1:8 Matendo kwamba mtapokea Roho Mtakatifu, mtapatikia uwezo atapoajilia Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu kuanzia Yerusalemu mpaka duniani kote. Kwa hiyo ndio msingi na msimamo wa imani ambayo tuko nayo kwa mujibu wa Biblia na roho ya nabii na waasisi. Sasa kama kuna swali nitaulizwa, niko tayari kujibu. Asante. Asante. Basi kwa vile umemaliza, mwalimu naye apande, mzimie network yako. Mzimie. Yapande naye summary alivyoelewa ulichofundisha. Sawa, tunazima tunatoka hewani.
na mada yetu kwa imeishia hapo, huko tunafanya summarize. Mungu awabariki sana kwa kutusikiliza. Asante mwalimu, tusummarizie, nyinyi mnasimama wapi? Oh. Summarizie, ninyi mnasimama wapi? Mungu mmoja kwenu ni nani? Nadhani huu ni mjadala mpana sana. Amen. Na ni mambo mazito ya kuongelea ambayo watu wanahitaji kufafanua zaidi. Namna watu wanavyoamini na namna wanavyokwenda, unaweza ukadhani wako sawa, kumbe hawako sawa. Ndio. Amestop, amemaliza mbona? Ameshamaliza yeye. Sikiliza vizuri. Hii live hatuikubali. Na kwa nini hatuikubali? Sio kuogopa kwenda live. Hivi mnanielewa vizuri? Tungekuwa tumejipanga vizuri kwenda live wote, yale niliyokuwa naongea ungeyaweka hapo. Tuko pamoja. Wewe unasema kitu kiko live wakati kunaonekana anayeongea mmoja na alichoeleza maandishi ya kwake ndio yanaonekana. Una project hayo masomo, hatukuandalia somo pamoja ili yale ninayoyasema, ninayoyaeleza, niliyoyaandaa uyaingize moja kwa moja pale. Yaani viwemo na vyenyewe. Lakini ulikuja na somo lilo liandaa ndo ukaliweka hapa, hata na mengine kama umeyapata hapo kwa sababu mtandawazi wa sasa hivi uko sawa. Lakini watu wakiandaa kitu kimoja wakakipeleka pamoja wakiwa wamekiandaa, haya mambo na sisi tunaendaga YouTube. Mama? Mambo yako toka sisi ya kwapi? Nilijua tu kwamba na record. Haya, sawa. Kwa hicho angalau kidogo nimefarijika kidogo kwamba yote yanaingia. Sawa. Sawa, niongee kitu kidogo. Muda na wenyewe umeenda, saa 11 ndio hii imeingia. Lakini kitu kimoja anachotaka kuzungumza kuhusu haya maneno ambayo tumezungumza. Ndugu, umeniomba kwamba nielezee angalau ambacho nimepata hapo. Ulichopata na unatuhitimishaje kwa kile ulichokuwa umesimamia? Sisi sina maneno mengi na wala sitaki kunukuu zingine. Tulizozinukuu zinatosha. Ambapo tunasimama. Na katika somo langu kwenye nimeanzia, tulianzia kwamba ni Mungu mmoja. Si ndivyo tulivyoanza? Tulianza kwamba Mungu ni ngapi? Ni mmoja. Tulipokuja chini tukasema lakini tunaziona nafsi ngapi? 3. Utimilifu wa Mungu tukauona katika uungu wa Kristo duniani. Tukasoma Wakolosai 2:9. Kwenye kulikuwa na shida, na ambapo bado kuna shida, ni habari ya Roho Mtakatifu. Kwa nini hata mpaka sasa hivi tunapohitimisha mimi sijawatambua? Naomba unisikilize vizuri. Na nilipi sijawatambua? Naomba usinifunge, unisikilize kwanza. Ndio. Nimekutana na watu wengi wanaokataa Roho Mtakatifu. Kwa kuwa tumekutana na makundi mengi ya namna hiyo, tumeshindwa tuwaweke kwenye kundi lipi. Kwa sababu kuna kundi hata ukiimba Roho Mtakatifu, hata huo wimbo hawautaki. Hata na habari inayozungumzia nguvu ya Roho Mtakatifu hawaitaki.
Kuna wengine wanakataa kabisa hata kubatizwa katika nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo hili somo alivyoeleza ndugu, hata nikisimama na mimi mnanipa kitacha, nasikia kusimama ndio inanipa raha zaidi. Alivyohitimisha ndugu yetu, amesema kwamba inaweza kufika hata kwenye kubatizwa, huenda katika utendaji vikawa tofauti. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo watu wanaweza wakaongea, kwa sababu quotation zinasomwa, maelezo yanakuja tofauti, si ndio? Kwa sababu nimesoma Tumaini la Vizazi Vyote, ndio amesema. Nimesoma Evangelist, japo ameisoma akisema Mama White alikuwa anamjibu Keoge, lakini haya masuala ya Trinity ambayo Catholic inayachukulia na mambo mengine ambayo shetani amnayavuruga duniani katika swala la imani, hatuwezi kuyafanya. Mmoja alisema kwamba kuwepo kwa noti bandia haviwezi kutufanya tukatae na noti nzima ambazo si bandia. Kwa hiyo Roho Mtakatifu sisi tunamchukulia kama nafsi, kama Kristo alivyo nafsi, kama Baba alivyo nafsi. Kwa kuhitimisha kwa machache tu, ndio hivyo. Lakini utendaji wao tunaweza kuupanua kwa sababu wanafanya kazi kwa ushirikiano. Asante. Mimi nilitaka niwaulize maswali mafupi tu alafu yenye majibu, lakini naona mlinikatalia. Ila kama mlikubali hapa basi Masawe mwende pale tu tuwaulize tu maswali. Na jibu lisiwe na maelezo mengi wala kutuambia mafungu, kwa sababu hata sisi mafungu tunafanya nini? Tunayasoma. Swali la kwanza. Ndio. Hata kama kuna watu wengine wana maswali ndani. Sawa, yani haya maswali tunayauliza na tunataka majibu ya moja kwa moja. Si ndio wapendwa? Sawa. Swali la kwanza. Biblia inaposema Mungu ni mmoja, sawa, huyo Mungu mmoja ni nani? Mwalimu Masawe, tupe jibu lako. Huyo Mungu mmoja ni Baba. Asante. Mwalimu Michael, tupe jibu lako. Amuuliza amalize mimi. Ameshatoa jibu. Muulize na nyingine umalize. Tunaenda moja moja. Tasahau maswali mengine tutayasahau. Hata na wengine kama nilisema. Swali la pili. Naam. Biblia inaposema Mungu ana mwana, Yesu ni mwana wa Mungu, inamaanisha nini? Inamaanisha Mungu alimzaa au alimuita tu mwanae au alitokea wapi? Biblia inasema Yesu ni mwana mzaliwa wa Mungu. Kwa Mungu ndiyo amemzaa Yesu. Kwa maana hiyo kwamba kuna wakati Yesu alizaliwa, si ndio? Ndio. Asante. Biblia inaposema Roho wa Mungu, je, roho ni nafsi? Roho Mtakatifu ni roho wa Mungu na ni nafsi kwa maana ya kuwakilisha utu wa Baba na Mwana. Asante. Haya, swali linalofuatia. Ndio. Achache tu kidogo namalizia. Swali linalofuatia. Kabla ya kuumbwa kitu chochote, ndio, zilikuweko nafsi ngapi? Nafsi kwa maana ya unamaanisha literal and tangible. Yani nafsi kwa maana ya nafsi unavyoielewa wewe. Sawa. Katika uumbaji, yani Baba na Mwana ndio walikuwepo. Asante. Okay, nikikumbuka swali lingine nitaliuliza, niamshie kwa mwalimu niulize maswali. Yale. Mwalimu Michael. Naam. Biblia inaposema Mungu ni mmoja, inamaanisha ni nani? Biblia inaposema Mungu ni mmoja, ina maana ya Mungu mmoja, lakini bila kuwa kinyume na Kristo na bila kuwa kinyume na Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nimemaliza? Sawa. Haya, majibu yamejulikana. Mtanikumbusha pia maswali nilivyoyauliza kama nimeshasahau. Okay, Biblia inaposema Yesu ni mwana wa Mungu, inamaanisha nini? Je, alizaliwa na Mungu, kwamba kuna wakati alizaliwa, au alikuwepo tu hakuna wakati aliozaliwa? Ina maana gani Biblia inaposema Yesu?
Biblia inaposema ni mwana wa Mungu, wa Ibrania sura ya kwanza, kauli inasema wewe ni mwanangu nimekuzaa. Ibrania sura ya kwanza. Sawa, majibu tumeyapokea. Swali la tatu ni Biblia inaposema roho wa Mungu, je, ni nafsi au sio nafsi? Mimi sikubali kwamba Mungu anaweza kawa nafsi na roho iliyomo ndani yake kaitwa nafsi. Nakubali kwamba Baba ni nafsi, Mwana ni nafsi na Roho Mtakatifu ni nafsi. Sawa. Kuna lingine libaki kabla ya kuumba chochote. Haya, kabla ya kuumbwa chochote, yaani ukiacha viumbe, kabla ya kuumbwa chochote, zilikuwepo nafsi ngapi huko? Kuwepo ile ambayo kwa Kiingereza imeitwaje? Godhead. Yote ilikuwepo. Kuna zilikuwa nafsi ngapi? Nafsi ngapi? Ni Baba, ni Mwana, ni Roho Mtakatifu, kwa sababu walishirikiana wote. Sawa. Kwa hiyo zilikuwa nafsi tatu. Sawa. Kwa sababu hakuna nafsi iliyozaliwa baadaye. Sawa. Baada ya uumbaji hakuna nafsi nyingine iliyokuja. Kuna swali moja nilisahau na limalizia kwa wote, sawa? Mungu mmoja. Biblia inasema Mungu mmoja. Huyo Mungu mmoja ana nafsi ngapi? Huyo Mungu mmoja ana nafsi moja. Sawa, Michael. Hilo uliliuliza mwanzo na tulishalijibu. Kumbushie tena tujibu. Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Basi imejulikana hivyo. Lakini tukisema Mungu mmoja, Kristo anamtambua Baba na Roho anaombwa kwa Baba. Kwa hiyo kuna Baba Mwenyezi ambaye ndiye Mungu pekee. Sawa, masitaki nikuongezee swali majibu. Sawa. Na maswali mengine ya ufupi majibu vile vile. Na huku pia moja huku moja. Mimi na mawili. Mawili. Haya. Kwa mujibu wa mwalimu aliyotufundisha mwanzo, alisema kwamba walioumba ilikuwa ni Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho, na akatumia ile Mwanzo 1:26 akitufundisha kwamba walikuwa Baba na Mwana na Roho, ingawa Biblia haijasema hivyo. Sasa ile andiko linasema tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Ukisoma Wakorintho wa pili 4:4, Yesu ndio ana sura ya Mungu. Ukisoma Wakolosai 1:15, Yesu ni mfano wa Mungu asionekana. Kwa maana kwamba Mungu alikuwa anamwambia Yesu, ambapo mimi naweza ngatafsiri hivyo. Swali sasa, kama alikuwepo Mungu Roho, kuna andiko kwamba anafanana na sura ya Mungu au na sura ya Yesu? Hilo ni swali la kwanza. Ndio. Hapana, hilo swali limeenda huko kwa sababu Yesu ndio amefundisha huko. Swali la pili, ukisoma Kutoka 3:15, Niacha nilijibu hilo kwanza. Nataka tu malize hapo. Ngoja ajibu. Okay. Ni kwa ufupi tu. Sawa. Katika nukuu nilizozisoma hata na ambazo mwenzangu amesoma, tumeona kwamba mbinguni kuna nguvu tatu. Hizo nguvu tatu zilishirikiana katika kazi zote zilizofanywa. Labda tuamue tupinge kwamba hizo nguvu zilikuwa mbili, baadaye ikazaliwa nguvu ya ngapi? Ya tatu. Hivi nadhani na mwalimu anajibu kwenye hilo swali. Uelewa. Sawa. Okay. Kwa mjibu wa nukuu ambazo tumezisoma katika kitabu kile cha Enlightenment, katika anguko la Shetani, aliyosema tumfanye mtu kwa mfano wetu ni Mungu Baba, na akimwambia nani? Mwanawe. Na Shetani akapata jealous. Hiyo ni by creation. Ila kwa issue ya ukombozi, Ellen White iko specific na Biblia. Mungu ametupa power kwa roho yake. Katika 2:28 inakuwa kama nafsi ya tatu ya Mungu, ni nguvu ya tatu kwa maana ya kuwakilisha Baba na nani? Na Mwana. Katika siku za mwisho nitawamiminia roho yangu juu ya wote wenye mwili. Roho Mtakatifu ni roho ya Mungu, na aliyeumba mtu kwa mfano wake, tuumbe mtu kwa mfano wetu, ni Baba na nani?
na mwana. Hiyo ndio iko hivyo kwa according to Bible na roho ya nabii. Haya, asante. Swali la mwisho. Ukisoma Kutoka 3 mstari wa 15 inasema, tena Mungu akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli maneno haya, Bwana Mungu wa baba zenu, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo amenituma kwenu. Sasa hili lazima liendane na nini? Mwanzo asome ile jenge swali. Kwa hiyo kwenye hii hapa, Mungu wa baba zetu, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo ndio aliyemtuma Musa ili akawakomboe wana wa Israeli. Ukisoma Matendo 3:13 hapo ndo kuna swali. Inasema Mungu wa Ibrahimu na wa Isaka na wa Yakobo, Mungu wa baba zetu, ambaye alimtuma sasa Musa, amemtukuza mtumishi wake Yesu. Kwa hiyo Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo amemtukuza mtumishi wake Yesu, ambapo Yesu ni mtumishi wa Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Swali linakuja, huyu Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo ni Baba, Mwana, Roho? Okay, kwa tuanze kujibuje? Mimi au anza wewe, kwa sababu ndio ule alianza. Haya, nafikiri mza swali andiko linajieleza kabisa katika hiyo 3 tuliosoma ya Kutoka pamoja na hiyo Matendo 3:13. Kwa hiyo Mungu wa baba zetu, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo ni Mungu Baba, na Yesu Kristo akiwa nani? Mwanawe. Tena ukisoma kwenye King Version imetumia neno si mtumishi, imetumia nini? Son, kwamba amemtuma nani? Mwanawe ulimwenguni. Kwa hiyo Mungu huyo si utatu. Kwa sababu ndugu zangu, tunapokuja hapo naposema kusema neno Mungu na Baba na Mwana ndo, lakini hiyo inajitegemea yenyewe. Mungu ikimweka ni baba yake nani? Yesu, na Yesu akio huyo ni mwana katika huyo Mungu. Asante. Swali unalikumbuka? Asilikumbuke, lakini nitalijibu. Sawa. Au aliseme tu, kwa sababu kuna kila ambacho nataka kueleza kabisa. Sawa. Andiko kwenye Kutoka 3:15 inasema Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo ndio aliyemtuma Musa. Na katika Matendo wakati Petro anaongelea kuhusu huyu Yesu ndio inasema Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo amemtukuza mtumishi wake Yesu. Kwa maana Yesu ni mtumishi wa Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Huyo Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo aliyemtukuza mtumishi wake Yesu ni Baba, Mwana na Roho. Ndio, huduma za Mungu hazipingani. Unatakiwa uzitambue zote. Anaposimama Baba ndipo anaposimama Mwana. Anaposimama Roho Mtakatifu, Baba na Mwana nao wapo. Uwezo ukataka kuwagawanya Mungu kana kwamba wamegawana ofisi, huyu anafanya haya, huyu anafanya yale, kwamba kila mmoja anajitegemea alafu wanakuja kukubaliana machache fulani. Hilo halipo. Kwa kumalizia nachotaka kuzungumza, ukisoma kitabu cha Wazee na Manabii, maandiko yanatuambia kwamba tangu anguko la mwanadamu, popote pale ambapo Mungu alimtokea mwanadamu alikuwa ni Kristo. Lakini Biblia kaandika Mungu, kwingine alimwandika malaika mkuu, kwingine alitumia kauli nyingi, lakini akiwa ni nani? Ni Kristo akisimama vile. Kwa hiyo hatutakiwi kutengeneza ofisi ya Mungu na ofisi ya Mwana kana kwamba wana ugomvi. Alipo Baba yupo na Mwana. Asante. Anaanza nani swali? Kwanza baba, wewe ndiye alianza kunyosha. Mimi namuuliza ndugu Jefa. Karibu. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1 hadi ule wa 3 tunasoma kwamba Roho ya Bwana ikatulia juu ya uso wa vilindi vya maji. Na Mungu alipokuwa anaumba alitumia neno. Na yeye akasema, Mungu akasema. Kwa hiyo hapa Mungu alisema na akatumia neno, na Roho wa Mungu akatulia juu ya uso wa vilindi vya maji. Kwa hiyo wote watatu, nafsi zote tatu zilishirikiana kuumba ulimwengu. Unakubali hayo? Na maswali matatu. Unakubali hayo au unapinga? Okay. Jibu langu la awali nifikiri nisikiza vizuri na kazia tena kama rudio. Aliyeumba ni Baba, ila akaumba kwa njia ya Mwana, na Roho Mtakatifu ni nguvu yake ya utendaji wa kazi katika uumbaji ambao imetendeka, na hiyo ndio inatendeka pia katika habari ya ukombozi wetu. Karibu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu hakuwepo, ni Roho ya Mungu. Haya. Swali la pili kidogo hapo. Naomba tusiende mbali kwa mjibu wa andiko, maelezo yetu yanasema mazuri. Huo mstari umesema hivi, Roho ya nani? Ya Mungu ikatulia juu uso nini?
wa maji. Kwa ni roho ya Mungu. Roho. Swali la pili. Sawa, tuzingatie. Hapo tumetoka kwenye uumbaji, sasa tunaenda kwenye ukombozi. Soma kitabu cha Yohana sura ya 3 fungu la 16, anasema kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwaminie apate uzima wa milele. Asiyemwamini huyo mwana atahukumiwa. Na baada ya mwana naye pia kuja kufanya kazi yake katika ulimwengu huu kumkomboa mwanadamu, akasema sitawaacha ninyi yatima. Tawaletea msaidizi mwingine ambaye ndiyo Roho wa kweli. Je, uoni ya kwamba hao wote watatu wanashirikiana tangu uumbaji na katika ukombozi wanashirikiana? Huyu akifanya sehemu, mwingine anafanya sehemu, mwingine anafanya sehemu. Unakubali na yakataa? Okay. Kwanza sikatai huduma ya nini? Ya Roho Mtakatifu. Ila ninakataa tafasiri ambayo unaiweka wewe hapo juu. Sababu Biblia iko tu direct. Hebu cha kwanza ukisoma Yoeli 2:28 inasema siku za mwisho Bwana Mungu ataimimina roho yake. Na katika hilo andiko ambalo umesoma katika hiyo Yohana 14 na sura ya 15 na sura ya 16, hilo andiko nasema hivi, sitawaacha nini? Yatima, naja kwenu. Sasa na mimi nakuuliza swali ambalo la msingi la critical. Ina maana kama Yesu hajawacha yatima, kwa mujibu wa Ibrania sura ya 2 mstari wa 12 kuanzia 11 mpaka mstari wa 12 inasema hivi, niko hapa na watoto walionipa nani? Mungu. Kwa Yesu kapewa watoto, kwa ambao ni sisi, hajatuacha nini? Yatima. Sasa kwa kama sisi tuko yatima, ina maana naye anakuja mtu mwingine mlezi, au anakuja Kristo kwa njia ya Roho wake Mtakatifu? Sasa hilo ni swali ambalo sitaki ulijibu. Ina maana ni Kristo mwenyewe ametujia, kasema hivi, nitakuwa nanyi mpaka ukamilifu wa nini? Wa dahari. Sasa anatujia kwa njia gani? Maandiko yako bayana katika kitabu kile cha waraka kwanza wa Yohana 3:24 inasema hivi. Hebu tunisomee tu andiko tu hapo. 3:24 kitabu cha waraka kwanza wa Yohana, nisije kasema maneno yangu kama Mishaeli anavyosema hapa. Lugha zetu inaweza zikapotosha. Naye azishikae amri zake ukae ndani yake. Naye ndani yake. Na katika hili tunajua ya kuwa anakaa ndani yetu kwa huyo Roho aliyetupa. Anayekaa ni nani? Ni Kristo, si ndio? Anakaa ndani yetu kwa hiyo Roho aliyetupa. Maana sasa kwa muda wako unaweza kusoma hiyo 14:15 hiyo Yohana. Nasema kwamba sitawaacha yatima, naja kwenu. Kwa hiyo Kristo ametujia kwa njia ya Roho wake mwenyewe, yani Roho wa Kristo. Kwa si mtu wa tatu mwingine ambaye anajitegemea nje ya Mungu na Kristo. Asante. Kwa si Roho aliyeahidiwa kwamba ataletea msaidizi mwingine. Ndio ufafanuzi wake ambao nishakufafanulia hapo chini. Swali la 3. Karibu. Nafikiri aliyefundisha sana ni ndugu Mimi Biabato ndiye alifundisha sana juu ya nafsi. Wewe umezungumzia sana juu ya Roho wa Mungu. Yeye alizungumzia nafsi kabla hujaja. Ndio. Nafsi. Kwamba Mungu ni nafsi. Je, nimo katika swala la nafsi. Tunaona kumbe Mungu ana nafsi. Alafu sisi tunachobishania ni juu ya nafsi tatu ya Roho Mtakatifu, nafsi ya Mungu. Je, unaona ya kwamba wakiwepo wote watatu, kila mtu ana nafsi yake? Mungu ana nafsi yake, Roho Mtakatifu ana nafsi yake, Yesu pia ana nafsi yake. Kwa hiyo ni Mungu mmoja katika nafsi tatu. Unalikubali hilo, likataa? Mimi nakataa. Maana maandiko yanasema hivi 4:6 Waefeso. Mungu mmoja, naye ni baba wote. Mungu mmoja ni nani? Baba wote. Ni baba wa wote. Kwa hiyo hoja yako imevunjwa na maandiko. Mungu mmoja ni baba, si Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ila kama kuna mambo mengine mwalimu wa kwanza alibainisha, basi anaweza akaelezea hicho ambacho ulikuwa unafikiria kubainisha, anaweza akasaidia hilo. Kama kuna lingine sijakujibu, naomba nafasi. Wenzangu wanaendelea maswali, wengine niwaache nafasi. Asante. Barikiwe. Ngoja wewe au huyu kwenye majibu aliyotoa huyu Nataka kuzungumzia hilo la mwisho. Kwa ina maana tunapeana kuhusu hili la mwisho ndo nitazungumzia tu peke yake. Ndio. Ni kweli kwamba Mungu ni mmoja
na hilo tumekubali kwamba Mungu ni mmoja kwa sababu maandiko yamesema hivyo. Na katika haya maandiko kuna Biblia, lakini sisi kwa imani tulionayo ni Biblia na roho ya nini? Ya unabii. Na bila kwenda mbali kupindisha huku kulia na kushoto, maandiko yamesema Roho Mtakatifu ni nafsi. Basi na utendaji wake unadhihirika. Kwa hiyo nadhani maelezo yetu yanaweza yakawa marefu, lakini quotation zinajitosheleza. Haya. Mimi na swali kwa Mwalimu Jeff. Alikuwa amesoma nukuu za Orion Smith na akasoma mtoto wa Ellen G. White baada ya kama ameisoma. Swali langu, tunaamini katika Biblia na roho ya unabii. Hao wakina Orion Smith ni roho ya unabii? Maana tukijengwa lazima kwa sababu roho ya unabii pigane ijengwe hapo. Chukua nukuu nyingine maana asante kama zinapotosha katika ukweli, maandiko lazima tuziache pembeni. Okay, jibu liko tu bayana. Kwanza roho ya unabii si Ellen White peke yake. Hilo nafikiri ni jambo zito sana. Roho ya unabii, hebu nisomee 19:10 kitabu kile cha Ufunuo. 19:10 inasemaje? 19 aya yake ni ya 10 inasemaje? 19:10 anasema nami nikageuka mbele ya miguu yake, nikaanguka mbele ya miguu yake ili nimsujudie. Akaniambia, angalia, usifanye hivi. Mimi ni mjoli wako na wa ndugu zako walio na ushuhuda wa Yesu. Msujudie Mungu, kwa maana ushuhuda wa Yesu ndiyo roho ya unabii. Asante. Kumbe roho ya unabii ni ushuhuda wa nani? Wa Yesu. Wa Yesu, ni ushuhuda wa Yesu. Sasa ushuhuda wa Yesu haukuanza mwaka 1844. Ushuhuda wa Yesu ulikuwepo kitambo. Hebu nipe 5:10 hiyo alafu kwanza Yohana. Na walikuwa wanamshuhudia. 5:10 nasema hivi. Nasemaje? Yeye amwaminie mwana wa Mungu ndio anao huo ushuhuda ndani yake. Yeye amwaminie mwana wa Mungu anao ushuhuda ndani yake. Asiyemwamini Mungu, asiyemwamini Mungu amemfanya kuwa mwongo. Kwa kuwa hakuamini huo ushuhuda ambao Mungu amemshuhudia mwanawe. Asante. Kwa maana ushuhuda ulikuwepo toka nini? Kwa mitume. Kwa muda wako unaweza kusoma waraka kwanza wa Petro 1:10. Utaona manabii wote wa kale walikuwa na roho ya nini? Ya unabii. Wote walimshuhudia Kristo. Sasa kwa nini Ellen White tunamuingiza katika tasnia ya manabii? Kwa sababu tumeona anawakubali manabii waliofanyaje? Waliotangulia, na anakubali mafunuo yao Taurati na manabii. Kwa hiyo tunaamini ni kipawa ambacho Mungu alikituma duniani ambacho kinaunga wingu kubwa la manabii wengine. Sasa swali la kina William Smith, Ellen White imetoa nukuu ya Ellen G. White. Alisoma hivi, mkitaka kujua ukweli wa kanisa la Sabato, muache waasisi wafanyeje? Wazungumze. Nenda kasome kitabu kinaitwa Look Upward cha Uriah Smith, na Ellen White pia akaandika kama hicho na akimsifia Uriah Smith, akiandika kwamba Yesu kuna wakati huko milele alizaliwa na nani? Na Mungu na Roho Mtakatifu, ambao ni nafsi ya tatu ya uungu. Kwa wao wanavyotafasiri nafsi, walisema ni divine power ya nani? Ya Mungu, ambayo imezirishwa in mystery way, ambayo mwanadamu hawezi kuelewa, ambayo ikija kana kwamba utafikiri ni mtu mwingine, lakini ni uwepo wa Mungu mwenyewe katika hiyo hali. Kwa hiyo sasa, kitu ambacho nakiona kwa swali lako Chiganga, hujachukua muda mwingi wa kufuatilia au kusoma vitabu vya Ellen G. White anapoelezea waasisi. Tutoka hapa nitakutumia nukuu uone mama yetu anawasemaje kuhusu waasisi. Asante. Na kidogo nimeongezea hapo. Labda unafahamu ujumbe unaitwa Minneapolis. Nafikiri huyu katoka huko Rwanda, bila shaka anauelewa sana. Huko unajua ujumbe sana. Ujumbe wa Minneapolis unaofahamu 1888 mwaka 1888 unaofahamu ujumbe? Wake wa imani wa Bwana Jones. Mnakubaliana na ujumbe? Mnaukubali, lakini sababu nabii kasema tuusome. Hiyo ni mada nyingine. Sawa. Sasa kama hicho kitu ungekuwa mnakikubali, hii mada ingekuwa simple sana. Maana hao watu walikuja wakafunua hii nuru yote wakaifunua bayana mbele ya Ellen G. White, na akasema msome na muelewe. Ujumbe usikufunuliwa mimi. Na kama mtasoma ujumbe, hakika mtenda gizani. Asante. Nataka nizungumze kidogo tu ulichozungumza kuhusu roho ya unabii. Roho ya unabii ni kweli haianzi na Ellen G. White.
inaanza, yani roho ya unabii ni ile roho inayowachochea watu kuhusu kumjua Mungu, huo unabii inavyotabiri na nini. Lakini Uriah Smith, tuende short and clear, Uriah Smith hayupo katika orodha ya hao manabii, si ndio? Lakini kusoma vitabu vyake sio dhambi, kwa kujua historia, kwa kupata ushahidi wa walivyoanza kazi, hiyo sio kosa. Lakini kama Uriah Smith au kijana wa Ellen G. White wakimtolea Ellen ushuhuda, sawa, lakini wakisema kilicho kinyume na Biblia au roho ya unabii, kuliko tuiache roho ya unabii, tutawaacha hao waasisi, kwa sababu nakubaliana, najua hata kama sijamuuliza, lakini najua na yeye anaweza akakubaliana na mimi kwamba wapo waasisi wa SDA ambao walifanya kazi na Ellen G. White, walipofika katikati wakageuka kwa watu wengine, kama alivyomzungumza Koregi. Koregi ni mmoja wa watu waliofanya kazi vizuri, lakini akageuka mwingine tofauti. Asante. Malizia swali moja. Ndio namshajibu na naona vyema ameshajibu mtumishi. Japo ndugu alienda kwenye mada nyingine na amejibu vizuri kwamba kuna waasisi walianza nuru na wakageuka. Hata anaposema haikuwa somo kwenye mada yetu, Jonas Wago na aliposema kuna walipokuwa katika nuru, lakini kuna baadhi walipokosea wakaanguka. Kwa hiyo nuru nasema kwamba tunapochagua tukifika, kama wanapigana na Biblia wewe unabii, bora tukachukua Biblia wewe unabii kuliko kuwachukua hao watu. Naomba dakika moja msimamizi. Haya, ngoja waulize swali moja, alafu wakati tunajibu hilo swali utatumia na huo. Haya. Si kuna huyu kijana huyu hapa alinyosha mkono muda mrefu. Huyu mwenye nguo ya swali moja. Ngoja amalize swali moja, alafu nitakuja kwenu. Wakati muda wetu maliza sana kumaliza. Muda umeenda. Sasa hapa tushaanza kupata picha haya kile ambacho mlikuwa mnatuambia. Ndio. Sawa, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Okay, swali langu linakuja kwako ndugu Masawe. Je, wewe unaamini kuwa Utatu Mtakatifu? Unaamini Utatu Mtakatifu? Ushamaliza swali? Ndio, nataka ujibu kwanza hapo nitaende. Okay, mimi siamini katika Utatu Mtakatifu. Hauamini katika Utatu Mtakatifu. Sawa. Kama hauamini katika Utatu Mtakatifu, maana ya kwamba unatenganisha kwamba kuna Mungu alafu kuna mwana ambaye anatenda kivyake na Roho Mtakatifu anatenda kivyake. Ushamaliza swali? Nimegundua basi ukunisikiza vizuri, hata pia ukumsikiliza nani ndugu Michel jibu la mwisho, kama nitakuwa nimemnukuu vibaya. Niliulizwa na mzee wangu pale kwamba nyinyi we Masawe, Mungu mmoja ni nani? Nikajibu ni nani? Ni Baba. Na akachukua Mike Michel naye akaelezea alivyoelezea, lakini mwisho akacomment akasema hata sisi tunaamini kuna nafsi moja ya Mwenyezi Mungu huyu mmoja, hata kama atakuja kunirekebisha kama atakuwa nimemnukuu vibaya. Kwa hicho ambacho unachokisema wewe, sisi hatumtenganishi Mungu wala kumsambaratisha, sababu huwezi kumsambaratisha Mungu ambaye ni nafsi hii mmoja aliye Baba, na huyo Mungu mmoja aliye Baba ana mwanawe na ana roho yake. Karibu. Sawa. Kama unapingana na Utatu Mtakatifu, una define vipi fungu la waraka wa kwanza wa Yohana 5 fungu la 8? Jambo jema. Nafikiri naomba tulisome, ndio swali la mwisho hilo. Okay, naomba tulisome hilo andiko. Waraka kwanza Yohana 5:8. Waraka wa kwanza wa Yohana 5:8. Kisha wako watatu washuhudiao duniani, roho na maji na damu, na watatu hao hupatana kwa habari moja. Asante. Sasa ndio hilo. Haba kama ulikuwa unamaanisha fungu lingine, mpe mic. Kwa maana na wakati saba alimaanisha 7. Ile anachomaanisha ni hapa kilichoandikwa hapa. Kwa sababu hili fungu si tulilisoma mapema, tukakuta lina maelezo tofauti. Amesema hivi, kwa maana wako watatu washuhudiao mbinguni, Baba na Neno na Roho Mtakatifu. Tulipoangalia katika ile Biblia ya Afrika, kama ni Afrika kama ni ya wapi, wakasema roho isijui maji, roho na damu. Kwa hiyo ndo nadhani yeye maelezo yake yako kwenye hii hapa. Nishamuelewa hoja yake. Mzee Sonato nani?
Lasbon. Lasbon nafikiri labda tunikunukuu vizuri. Hilo andiko sio hilo ambalo amesoma mzee hapo. Kwamba unaamini kwamba hilo andiko 5:8 la kwanza Yohana ndio fundisho la nini? La utatu. Kwa hiyo nilivyosema kwamba mimi siamini utatu ama si atuamini utatu, wewe umenikaba na andiko hilo kwamba mimi nakataa utatu ambao umeandikwa katika nini? Biblia, si ndio hivyo? Ama ndio, lakini najua unaamini kama ndio utatu. Sasa tafasiri yangu ni hii. Soma andiko hilo. Hapa anasema kwa maana wako watatu washuhudiao bracket mbinguni, Baba na Neno na Roho Mtakatifu, na watatu hawa ni umoja. Kisha wako watatu. Tosha. Hilo amtaka msali wa nani? Haya. Mimi la kwake na analolisoma na mpaka wa 9. Sasa nafikiri tumalize andiko ambalo amelisema Kama kuna nyongeza atafanyaje? Ataonyongeza. Sasa andiko linasema wako wangapi? Watatu washuhudiao wapi? Mbinguni. Baba, Neno na Roho Mtakatifu. Na watatu hao ni nini? Umoja. Sasa andiko hili mara nyingi huenda kuna watu hasa wa ulimwengu wa Kristo wanalitumia kujenga hoja kwamba Mungu mmoja ndo anaongelewa hapo. Sasa itabidi tuondoe maandiko yote ya nyuma tubaki na hilo. Sasa tuje katika pointi hii ambayo itakuwa inaeleza vizuri. Andiko linasema watatu hao ni nini? Ni umoja. Na fundisho la utatu linasema kuna Mungu huyu mmoja ambaye ni Baba, Mwana na Roho. Mmoja, si umoja. Hebu tuthibitishe hicho. Hebu nisomee, mpe Mesodi asome hilo andiko 41. Hiyo katekisimu kanisa Katoliki, chukue isome ili tujue maana ya utatu. Kwa tunapoongelea utatu bwana Lazion, inabidi tuongelee definition ya kitu husika. Yaani tusiungie. Yaani na maanisha sasa sababu utatu naaminika hivyo ni kitu kimoja. Nisome. 1:10. Shawaroma ni akikubali tumia Biblia tu tueleze. Hujanieleza. Biblia ina neno kwamba kuna Mungu mmoja aliye Baba, Mwana na Roho. Nataka tujue maana ya utatu. Na nukuu itolewa hapo kwamba utatu uliasisiwa wapi? Neno utatu. Haya basi tuachane hicho kitu. Sasa kwa mujibu wa hapa tuongee hivi, kwa mujibu wa ulimwengu wa Kikristo. Hata kulingana na maelezo ambayo nimeyasikia huko ndani kidogo, Mishaeli pia ameenda kinyume chake kidogo. Katika neno utatu katika ulimwengu wa Kikristo wanaamini hivi, ambao tumetoka isidia huko, kuna Mungu huyu mmoja aliye Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwamba hizi ni nafsi zinatoshana, yani ndio Mungu alivyo. Sasa hilo andiko ambalo tumesoma hapo linasema kuna nini? Katika umoja huo kuna nani? Baba, Neno na Roho Mtakatifu. Na hao ni nini? Ni umoja, si nini? Mmoja. Sasa umoja na umoja ni mambo mawili tofauti. Hebu nisomee maandiko haya tu ili nimsaidie. 17:11 Yohana. Tusikie maana ya umoja ni nini? Yohana 17:11. 17:11 nasema hivi, wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini hawa wamo ulimwenguni. Ndio. Mimi naja kwako Baba Mtakatifu. Yaani Yesu naja kwako Baba Mtakatifu. Kwa jina lako ulilonipa uwalinde hawa ili wawe na umoja kama sisi tulivyo. Kumbe Yesu na Baba yake ni nini? Ni umoja. Naye anataka tuwe na umoja kama walivyo nani? Kwa sisi tukiwa na umoja tunakuwa mtu mmoja. Sasa umoja na mmoja ni vitu tofauti. Mstari wa 22, maliza hapo. 22. Nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo umoja. Endelea. Mimi ndani yao, nawe ndani yangu, ili wawe wakamilifu katika umoja. Ili ulimwengu ujue ya kuwa. Asante, umetosha. Kwa maana umoja ambao unaongelewa hapa Baba na Mwana, hata Irene wetu ameshaelezea hilo jambo vizuri sana kwenye kommentari yake. Umoja unaongelewa hapo ni umoja katika asili, tabia ama maelewano katika kazi. Si umoja wa kuunda Mungu huyu mmoja. Kama sisi tunavyokuwa na umoja wa kikanisa, hatuundi mtu huyu mmoja. Tunakuwa ni umoja kwa maana ya kazi na tabia na mambo mengine yako hivyo. Asante. Sasa ngoja tunijibu. Unaacha comment hapo mwalimu? Na wewe. Au unamjibuje kwa haraka? Amenielekea hilo swali. Hebu malizia hapo. Okay, ni kwamba nafikiri tu wameelewa, nishavunja ile hoja kwamba sisi tuamini Utatu Mtakatifu kama nilivyobainisha. Labda uko unaniangalia usoni lakini hauko pamoja na mimi. Maana mtu mwingine unaweza kuwa
uko unamwangalia mtu usoni kama unajenga nyumba au unafunga ndoa. Unaona sasa ukingesikiza maelezo vizuri tu yakuwa yanatosheleza. Asante. Nadhani bila kwenda mbali, maelezo yetu na wote ambao tuko hapa tuko kwa ajili ya maandiko. Na maandiko tumesoma Tumaini la Vizazi Vyote, tumesoma Evangelism, tumesoma na Shuhuda na vitabu vingi sana, na vipo kwa sababu akili za watu hazifikie ule upeo. Na hapo katika masomo yangu nilisema kwamba hakuna mwanadamu aliyewahi kutembelea ofisi ya nani, ya Mungu akafika huko mbinguni. Sisi tunaamini kilichoandikwa. Sasa kama Biblia na roho ya unabii vilichozungumza kuhusu Roho Mtakatifu, kuhusu Mwana, kuhusu huduma ya Baba Mtakatifu, sisi tuamini hicho na tunatembea hivyo, na ndio ujumbe tulionao, ambao ndio ujumbe tunaotakiwa kuupelekea dunia. Sasa wenye maswali nyosheni mikono. 1, 2, 3, 4. Huku hakuna. Naomba tumalizie maswali haya manne. Yuko mmoja. Haraka. Na kama kuna swali huko mtandaoni, mtu ana swali tu. Kuna maswali. Asante. Nilikuwa nauliza kwenye kipengele cha hicho cha uungu. Kuna sehemu nikisoma kwenye kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote kinazungumza ya kwamba Yesu ni Baba. Hiyo quotation nadhani mlishaisoma, inasema Yesu ni Baba. Ikienda kwenye Bible commentary ya 7 ukurasa wa 929 inasema Jesus speaks of himself as way as the Father as God, kwamba Yesu alizungumza yeye mwenyewe kama vizuri, kama Baba, kama Mungu. Naomba mnipe maana ya hayo mafungu niliyoyasoma hapo, walimu mlioko mbele. Na pili, kuhusiana na habari ya kwamba nalizaliwa kwenye ile misali hiyo, nasema Godhead, kwamba nalizaliwa. Je, anaposema nalizaliwa, mbona maandiko yanasema ya kwamba Godhead inaonyesha ya kwamba walikuwepo eternity, yaani kwamba Yesu na Mungu walikuwepo na hawana mwanzo, ni eternity. Mbona tunapofika kwenye kuzaliwa pale tunasema kwamba kuna mmoja alitangulia kabla, kama sipoelewa vizuri? Hiyo iko sawa? 3, kuna ile April nafikiri mmesema ukurasa wa 148 inasema the eternal Godhead, the Father and the Son and the Holy Spirit. Nataka pia nisaidiwa hapo, mbona anasema it was eternity? Ni kweli walikuwepo milele zote? Sijui kama naeleweka vizuri. Na kuna hili andiko linalosema kwamba Yesu kwamba mtoto, anasema kwenye Tumaini la Vizazi Vyote ukurasa wa 35, anasema mtoto Yesu ndiye mimi niko pale Sinai. Alikuwepo, yani alikuwepo, ndiye aliyeshuka kwenye nguzo ya moto. Hayo maneno ni ya kweli ama sivyo? Asante. Sasa mjumlishe yote alafu mtupe majibu. Sawa. Cha kwanza hiyo Bible commentary itawaambia atusome ni ngapi. Sababu Ellen White si mwandishi wa commentary, Bible commentary. Kuna za kwanza tu zile uko unachukua commentary zako unaziweka pale chini kama commentary. Sasa za Ellen White Bible commentary zinaeleweka. Lazima pia tuziweke vizuri katika hatua hiyo. Kwa kila kitu ambacho Ellen White katika commentary imeandika, kitu ambacho tunatakiwa tumpate Ellen White umpate katika zile series alizoandika nini mwenyewe, na ametuambia ukitaka kunipata mimi nenda elekea katika nukuu au maandishi ambayo nimeandika mkono wangu mwenyewe. Na pia wakati mwingine msimamizi tuje na mada kuhusu kitabu cha nani sababu kuna nukuu ambazo kuna mtu mmoja toka nukuu ukienda kutafuta chanzo utakuta tofauti. Kama nukuu unachukua hapo hadi sasa, nenda kaangalia aliyoandika nani nukuu, ni secretary wa Ellen G. White. Sasa kwa hiyo point inakuja, lazima watu waangalie tumesoma katika history. Sasa kumalizia hapo, hakuna nukuu yoyote hapo, nimesoma nukuu nyingi sana ambao Ellen White alimuita Yesu ni Mungu Baba. Never and ever, hakuna kama ni Mungu Baba. Na Biblia inapomuita Yesu kwamba ni Baba, haimuiti Baba kwa maana ya Mungu nani? Baba. Nafikiri hiyo sisi kuelezea zaidi. Na kingine hapo katika hoja yake ambayo ni ya mwisho,
kuhusu aliyeshuka nini Sinai. Hoja ya mjumbe pale nafikiri nataka kujenga hoja kwamba Mungu ndio huyo nani? Yesu mwenyewe. Sasa ndio akasema hiyo particle prophet pale pale chini. Wakati wa Sinai utaona Mungu Baba alifanyaje? Alikuwepo, lakini mwanae ndo alifanyaje? Alitangaza zile sheria. Sasa ndio wakafuatia kitu tutakisoma vizuri, au story of redemption ile ameeleza vizuri Mungu Baba na akamsema na Yesu alikuwa pale, ndio Yesu ndo akazitangaza kwa niaba ya God the Father. Asante. Alizungumza eternity kwamba okay, eternity ana hoja ya mmoja kutoka kwa mwingine. Okay, nafikiri nukuu ziko tumesoma hapa. Hiyo Misali 8 hapa kama siamini. Kwanza mstari wa 22:31 Yesu anajielezea mwenyewe kwamba kabla hajakuwepo vilindi nifanyaje? Nalizaliwa. Sasa ukisoma kwa King James Version inaandika kwamba be brought forth. Sasa neno brought forth nenda kasoma katika kitabu cha Uumbaji sura ya kwanza, utaona Mungu aka brought forth mimea itoka katika wapi? Ardhi. Kwa hiyo brought forth ni kitu ambacho kinatokeza. Na hata usikia kama kondoo wa Yakobo waka brought forth kitabu cha Mwanzo kwa wakazaa. Kwa neno brought forth ni neno la kutoka kwa nani? Kwa mwingine. Kwa Yesu kuwa na umilele iko namna hii. Yesu hakuna mwanadamu anaweza, sababu Yesu alizaliwa wakati ambapo hakuna muda. Yaani wakati ambapo hakuna time and matter. Ambao kwetu sisi ni nini? Ni milele. Alafu cha kwanza asili ya Kristo imetoka kwa nani? Kwa Baba. Kwa hiyo material ya Kristo ni ya nini? Ya milele. Chenye mwanzo ni nini? Nafsi. Ni kama Adam na Hawa. Hawa material yake si yale Roma katika siku ya ngapi? Ya 6 na muda ule. Kwa maana material ya Hawa na Adam ni kitu hichi kimoja, asili moja. Kwa hiyo Yesu na Mungu ni one substance, lakini katika nafsi moja anatangulia, moja anafanyaje? Anakuja. Asante. Akili za wanadamu tunajichosha bure hapa. Tunajichosha bure kabisa. Nataka niwaambie sababu. Kutafuta sababu za kuthibitisha jinsi Yesu alivyozaliwa na ukatafuta kuweka miaka na siku ambazo utakuwa umeondoa ule umilele. Kwa sababu maandiko katika Zaburi yanasema kwamba wewe ni mwanangu, tangu sasa nimekuzaa milele. Sasa anamwambia akiwepo. Hivi tunaelewana? Kwa hiyo sisi akili zetu zisiende mbali huko. Kama tunataka kuchimbua Mungu, mkumbuke sisi ni udongo wa mfinyanzi usioweza kujua historia ya mfinyanzi. Sisi tusome kilichoandikwa. Mimi ninachokubaliana kidogo, nataka mnisikilize vizuri. Kwenye kitabu hiki cha waraka wa kwanza wa Timotheo sura ya 3 fungu la 16 tulilisoma, lakini linasema hivi: na bila shaka siri ya utauwa ni kuu. Mungu alidhihirishwa katika mwili, akajulikana kuwa na haki katika roho, akaonekana na malaika, akahubiriwa katika mataifa, akaaminiwa katika ulimwengu, akachukuliwa juu katika utukufu. Huyu anayeitwa Mungu ni Kristo. Ina maana ukisoma Wakolosai 2 fungu la 9, ndani ya Kristo katika mwili ulikamilika uungu wote. Itakuwa ni kwenda kinyume na utakuwa ni mafundisho ya umizimu kabisa kusema kwamba ndani ya huduma ya Kristo kwamba mle hamkukamilika huduma ya Baba na huduma ya nani? Ya Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu akiwepo, huduma ya Baba na huduma ya Mwana vitakamilika mle. Kwa hiyo ninachotaka kusema kwamba alikuwepo kabla, ndiyo. Hakuna mwanadamu anayeweza kuthibitisha au kudefine kipindi ambacho Yesu alikuwepo. Alikuwepo milele. Tunaenda hivyo kwa kuamini. Tukija kwenye habari ya Baba ni hivyo. Habari za mwanadamu zikitaka kupotea zinaanza kuchokonoa yale ambayo Mungu hakuruhusu mwanadamu ajifunze. Tujifunze yanayohusu wokovu wetu. Tujifunze yanayoweza kutusaidia. Lakini tusiwe watu wa kutaka kuelezea kila kitu, kwa sababu utapinga andiko hili kwa kuleta andiko hili. Hatuwezi tukapinga Bible commentary tukamleta Uriah Smith. Bali anapokuwa amesema kitu kizuri, tuone kwamba ni kweli. Tukiona hakifai, tukiacha kwa sababu hakifai, bila kutumia kwamba labda kwa sababu inafika sehemu hiki tunakikubali, tunafika sehemu hiki tunakikata. Hapana, tuwe wa kweli na tunyoke kabisa. Asante. Saa 11:38
Tufunge saa 12 kamili, si ndio? Wanaosema saa 12 kamili tufunge, mikono juu. Tuongeze mpaka saa 12 kamili. Tufunge kabisa. Nilikuwa huku walikuwa wamenyosha hapa. Alikuwa ameuliza maswali mangapi? Kwamba lakini salilielezea kwamba hata huko nyuma nilikuwa nimelisema, hata hapa ndugu sijaenda kinyume chake, kwa sababu ni nukuu ya wazee na manabii, kwamba tangu kuasi kwa mtu, kila ambapo uliona kwamba Mungu akamtokea, vitabu vinatuambia alikuwa ni Kristo. Hata upinge namna gani, ndivyo roho ya unabii inavyoeleza. Tunawauliza wale, hata mimi na majibu, lakini naomba kidogo nieleze kitu moja. Nilikuwa natafuta hapa sabari. Ngoja kwanza niulize swali. Okay, hai. Wape maswali waulize bwana. Maneno malizia. Hawezi kuishi. Malizia swali lako. Asante. Mimi nilichokuwa nafikiri nasema ni kwamba maswali nimeshauliza. Nilichokuwa najaribu kusema hapo ni kwenye hizo maada ambazo walimu wamejibu, kwamba kwenye kipengele, ukisoma kitabu cha PP ile sura ya kwanza, utaona maandiko yanazungumza hivi, yanazungumza habari ya Yesu na Mungu walikuwepo. Kwenye kitabu cha PP inazungumzwa hiyo sura ile ya kwanza, na pale utaona ya kwamba, kwa hiyo kusema kwamba mimi nasema Yesu ni huyo na Mungu, hapana, siamini hivyo. Ninaamini Mungu alikuwepo na Yesu yupo, ila nilitaka tu maswali yangu yafanye nini, yajibiwe. Sasa kitu cha msingi ambacho mimi naweza kusema hapa napohitimisha hii, wengine waendelee, kuna kitu kinaitwa zile karakta. Tunapozungumza uungu tunazungumza karakta, papasi, yani tabia, malengo, mazumuni. Yani uungu ni tabia, kama mimi sikosei, kwamba ni tabia ya uungu ambayo ndani yake kuna, tunawazungumza wale wanazungumza kwamba wana karakta, yani tabia katika mawazo na katika malengo. Ndio hata kitabu cha PP hicho nukuu kinazungumza hivyo, kwamba uungu una karakta, una purpose, una nini na malengo. Unaona, ndicho kinachozungumzia, yani sifa hizo za uungu zimebebwa na vitu hivyo, yani mfanano wao. Tunaposema habari za Mungu na habari za Yesu, na hata pengine tunapozungumza habari ya Roho Mtakatifu, tunazungumzia sifa zao zinazofanana, ni karakta, ni purpose na nini, na habari ya malengo. Malengo walikuwa moja katika in purpose, in character, and in nature. Na katika asili. Asante. Kuna neno hapo kwenye asili, nature. Kwa hiyo katika asili, katika malengo, katika habari hiyo ya zote nilizozitaja, maana yake ni kwamba hizo ndizo zinazotengeneza sifa zile tunazozungumza za uungu wa Baba, Mwana na Roho nini? Na Roho. Swali ni lipi? Mimi ninachangia, nimeshamaliza maswali. Asante. Sasa hapo mimi nachomekea swali wakati naongeza swali lingine. Sawa. Bwana asifiwe. Amen. Amina. Mimi na maswali manne. Kwanza kabisa nataka kujua mbinguni kuna viti vingapi? Jamani, kuna vitu ambavyo tunajua tumefunguliwa kimaandiko na tutaishia kwa uelewa wetu kulingana na maandiko, kwa sababu tunapoangalia mbinguni uweze tukapata nuru ya Mungu kuwa ni ya namna gani. Nitaomba ninukuu maandiko mawili afu kisha niulize swali. Ukisoma Ufunuo Yohana 3:21 inasema hivi. Ufunuo Yohana 3:21 inasema, yeye ashindaye nitampa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi, kama mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na Baba yangu katika kiti chake cha enzi. Kwa hiyo Yesu anasema ana kiti chake cha enzi, yeye atakayeshinda atamfanya aketi naye, lakini na yeye aliketi katika kiti cha Baba yake. Kwa hiyo tayari kashaika viti viwili. Na vile vile ukienda kusoma Ufunuo Yohana 22:1 inasema hivi. Inasema yeye ashindaye
yako ambayo umesema baada ya swali. Baada ya swali ni kwamba hivi Yesu anasema ana kiti chake cha enzi, kwa yule atakayeshinda atamfanya naye kuketi kwenye kiti chake yeye Yesu. Kama yeye alivyoshinda vile vile aliketi na baba yake, kwa hiyo tayari kashatenga, kuna kiti cha baba yake na kuna kiti chake. Tayari Kwa hiyo tayari anaonyesha kuna viti viwili. Andiko jingine, Ufunuo wa Yohana 22:1, kisha akanionyesha mto wa maji wa uzima wenye kung'aa kama bilauri ukitoka katika kiti cha enzi cha Mungu na cha mwana kondoo. Andiko la pili linathibitisha kuna viti viwili, cha enzi cha Mungu na cha mwana kondoo. Sasa kwa mujibu wa mafundisho mengine au kama nilivyokusikia, Mungu ni mmoja na nafsi tatu. Sasa mbona nafsi yake nyingine haina kiti? Au kama kipo labda niweze kunitolea kwa andiko, ila mimi naona ni viti viwili kwa maandiko ninayosomaga. Ukisoma maandiko matakatifu kwa jinsi hiyo utapotea. Ina maana gani? Maswali haya hayawezi kuenda hivyo unavyofikiria. Anaposema kwamba ataketi pamoja nami kwenye kiti cha enzi, watakaoenda mbinguni watakuwa kama mchanga wa bahari. Wote hawawezi kuhamia kwenye kiti cha enzi cha Mungu wakakaa. Kuna kauli za kiroho ambazo zinaonyesha faida ya wanaoenda wapi? Mbinguni, kwamba vile ambavyo ni anavyo furaha ya Baba, furaha ya Mwana ndio itakayokuwa furaha ya wale watakaokombolewa. Lakini sio kwamba kwa sababu katika Mathayo wale watumwa wangapi? Watatu. Wale wawili waliofanyia kazi talanta waliambiwa kwamba asanti mtumwa mzuri, ingia katika furaha ya nani? Ya bwana wako. Ni kuingia katika furaha ya Bwana. Lakini sio kwamba tunaenda mbinguni tukae pamoja na Mungu na sisi tuwe Mungu Baba. Labda nionyeshe vizuri. Sawa. Ukienda katika kiti, nadhani nataka nionyeshe kwa mimi naomba kuelewa. Ni mamlaka, si ndio? Niache kidogo. Anapozungumza kiti cha Baba cha Mungu na kiti cha mwana kondoo, utaenda kuona katika kitabu cha Ufunuo sura ya 14, 144,000 wameandikwa jina la Baba na la Mwana na la Yerusalemu mpya. Sio kwamba utayasoma uyaone majina yameandikwa pale kabisa kwamba tayari huyu ameshaandikwa na kuchorwa hayo majina. Kuna kauli za kiroho, na kama kauli ni za kiroho tuzichukulie kuwa za kiroho, lakini sio kwamba tuanze kujadili kwamba kumbe mbinguni kuna vitu fulani, vitu fulani. Mimi huko siko, na wala akili za mwanadamu haziwezi kwenda hivyo. Haya mwalimu, viti viko viwili, na kama unaona mko na viti vya namna hiyo, mimi sina mjadala wa kuendelea na mada kama hizi hapa. Ziko kinyume na Mungu na roho. Mwalimu umekuja kufundisha. Asante. Naomba nijibu. Ndio. Kwa mujibu wa kuna Yerusalemu mpya. Yerusalemu mpya. Sasa sisi wa Sabato tunakubali literal and being, literal and tangible. Kama ule mji mtakatifu ni halisi. Na tumeona Mungu nini? Halisi. Hiyo ndio maana ya Waadventista. Hatunaga vitu vya kuroosha. Sasa kwa kuwa mji ni halisi, tunaambia kwamba tutakuwa na nani? Na Mungu. Na tutamuona nani? Mungu. Ukisoma kitabu kile cha Ufunuo sura ya 4, Yohana katika roho wanapeleka wapi? Mbinguni. Cha kwanza akutana na nani? Kitu cha nini? Cha enzi. Na nyewai wanne na wazee 24 na rundo la malaika. Labda tuseme wale malaika pia labda wanamaanisha kitu kingine, ila tunaamini malaika wapo. Na ukisoma Danieli 7:9, hukumu ya upelelezi inaongelewa pale kwamba vitu vya enzi vikafanyaje? Vikawekwa, na mmoja aliye mzee wa nini? Wa siku ameketi kile kiti akitoa hukumu. Sasa katika mji mpya, andiko langu tulisome tuweke tu summarize hiyo Ufunuo 22 mstari wa kwanza na mstari wa 3, utaona bayana inaelezea wakati ufalme wa Mungu umetua ulimwenguni. Sababu Mungu ni mfalme. 22 ngapi? 22 mstari wa kwanza. Na kabla hujasoma hapo, nafikiri tunaelewa kuhusu habari ya Vatican prophet. Wakati uasi wa shetani, maandiko yanasema Baba, kiti cha enzi kilikuwepo na Baba akafanyaje? Akawa ameketi na akaita malaika wote mbele ya kiti chake. Sasa hiyo kama ni tukio la kinabii itakuwa ni jambo lingine. Hebu nisome andiko hilo. Kisha akanionyesha mto wa maji ya uzima wenye kung'aa kama bilauri ukitoka katika kiti cha enzi cha Mungu na cha mwana kondoo. Ukitoka katika kiti cha enzi cha nani? Cha Mungu na mwana kondoo. Kwa maana kuna mti wa uzima mbinguni. Tumeahidiwa kukula mti wa nini? Wa uzima. Sasa ukisoma kitabu cha Last Day Event cha Ellen G. White, sawa? Ameelezea katika ule mti ni harisi. Alafu utakuwa ni mti kama unaonekana ni miwili, ila kwa juu utafanyaje?
Yaani ni miti miwili lakini umeshikana kwa juu ukionyesha uhusiano wa baba na nani na mwana katika hali ya uhusiano wa asili yao. Kwa hiyo ina maana huo kuna kiti cha enzi kweli cha Mungu, lakini pia kuna katika ile mbili aliyosema ile sura ya pili inaongelea mambo ya utawala. Si kwamba hali hiyo ambayo itakuwa kama vile jamani walivyoeleza. Lakini mwisho andiko ambalo nimelipenda la Michel katika Ufunuo 10 ngapi? 14. Wale 144,000 wana jina la nani? La Baba na la Mwanawe. Sasa na mimi namjengea swali, si lazima lijibu, la tafakari. Jina la Roho kichwani mwake liko wapi? Kwa pale. Asante. Alafu nitakuja nataka ninyooshe yule jamaa, kuna kitu hapo kimeenda hewani. Hapo tunusu nikiseme sasa hivi. Chabeba comment. Lakini ninachotaka kusema ni kwamba mada zote hazikuwa katika mjadala. Ndio maana Biblia haikuandikwa kwa namna ya mjadala. Na wala Ufunuo 14 isingekaa pale kwamba akaandikwa jina la Baba. Hiyo naelewa sababu kwamba ni tabia. Sawa. Kwa hiyo ni hiyo tabia, na ukiwa na tabia ya Roho Mtakatifu na tabia ya Mungu. Ukiwa na tabia ya Baba una tabia ya Mwana. Ukiwa na tabia ya Mwana una tabia ya mbingu. Sasa itakuwaje? Mbona hawajaandika kwamba matunda ya Roho wakamaliza wakasema na matunda ya Yesu na matunda ya Baba, kwa sababu kimoja kinakamilika katika yote. Moja samani malizia moja. Sawa, asante. Nimalizie yote yote. Haya, basi swali la pili nasema hivi. Ukienda katika Agano la Kale ukisoma, Mungu anapomtuma Musa kwanza anamwambia waambie Mungu wa Waebrania amenituma kwenu. Alafu mwenyewe baadaye akajiita ni Mungu wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Kwa kuna title ya jina la Mungu. Kwa hiyo ni Mungu wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo, Mungu wa Ibrania. Lakini sasa ukija katika Agano Jipya, tunataka tuangalie mitume nao wanamnukuu huyu Mungu ni nani? Title ya Mungu wetu kwa jina la sasa hivi. Ukisoma Efeso 1:3 inasema hivi: atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo title ya jina la Mungu la sasa hivi ni Mungu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Niende waraka wa pili wa Yohana 1:3. Hii ni title ya mitume wanapomuita Mungu. Waraka kwanza wa Yohana, waraka wa pili wa Yohana 1 aya yake ni ya 3 inasema neema na rehema na amani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Yesu Kristo mwana wa Baba. Kwa hiyo wanasema Mungu ni Baba, afu na Yesu ni mwana wa huyo Baba. Nitaenda title nyingine, Mungu anamhitaji. Okay, sawa. Ni title nyingi ukiangalia kusoma wanamuita Mungu ni baba yake na Yesu ni mwana wa huyo Baba. Sasa je, title yenu nyie kumuita Mungu ni Baba, Mwana na Roho inatoka katika andiko gani wakati title za Mungu ni Mungu, baba yake na Yesu? Asante. Maandiko matakatifu. Tunapohitaji kusoma maandiko matakatifu, tuwe tunajua mjadala au andiko alilonukuu wenzetu hapa. Kama kwamba alipokuwa anazungumzia habari ya Mungu, akasema tu tunaangalia roho. Kama tumefundisha Mungu ambaye ni Baba, Mwana ni Yesu Kristo na Roho Mtakatifu, Mungu anasema ni roho yake. Swali langu sasa, kuna andiko linalowaunganisha hao watatu watengeneze Mungu mmoja? Wanasema utatu, unasema Baba, Mwana na Roho ndio wanaunda Mungu mmoja. Sisi hatukatai Baba, Mwana na Roho. Tunachokataa kuna andiko linalowaunganisha waunde Mungu mmoja. Tangu tulipoanza kusoma hapo ulikuwa unasikia nini? Na wewe eleza ulipokuwa. Mambo yameelezwa siku nzima karibu masaa 6. Alafu ndo unauliza kwamba hizo quotation zote zilizosomwa ulikuwa unasikia nini? Kwa fundisho la utatu. Tuelewane kwanza hapa. Na ndipo ambapo hatuelewani. Sikiliza rafiki yangu. Unawala kwa sababu tuko hewani. Ndio. Twende taratibu, si ndio? Sawa. Kwa kuwa tuko hewani, twende taratibu na wasimamizi waje wafikie sehemu ya conclude mambo yaishi, kwa sababu wengine tunataka tuondoke. Lakini ninachotaka kuzungumza ni kitu kimoja. Unauliza kwamba yani yale yote tuliyojadili na tuliyoyasoma ndio hayo unayouliza, na maswali ambayo ndugu alituweka hapa tuje tuyajibu yalikuwa ni yale ya kwenda direct kuhusiana na kwamba wamesoma hivi, wewe hapa unaelewaje? Yalikuwa ni hayo, sio kurudia tena kuniuliza quotation. Na kama mnataka turudie quotation, muda huu hautoshi, lakini quotation zilisomwa. Hii mimi sijatoa nukuu, nimetoa tu andiko.
kwamba ninyi wewe wakati unapoingia hapo wewe ulifundisha kwamba Mungu ni mmoja ambaye ni Baba, Mwana, Roho. Maana tumeangalia mitazamo yenu ambapo Masawi akasema kuna Mungu mmoja aliye Baba na kuna mwanawe na kuna roho yake, ambapo ndio tuna utofauti. Nyie mnasema kuna Mungu. Sisi tumesoma kwamba Baba ni nafsi, Mwana ni nafsi, Roho Mtakatifu ni nafsi. Katika kueleza, tulipokubaliana na mwalimu huyu mwenzangu huyu Masawi, tulikubaliana mambo haya mawili. Tuliona Mungu ni mmoja. Tuko pamoja kama maandiko matakatifu yanavyoeleza. Aliye nani huyo mmoja? Nani? Ni nani? Tuko pamoja. Subiri sasa. Usiniulize hivyo kwanza, sikiliza. Alafu tukafika kwenye uungu. Uungu ukasemaje kwa Kiingereza, lile jina walilisemaje ambalo nilipenda sana? Godhead. Tuko pamoja. Godhead mulifafanue kwa Kiswahili kizuri ili na Mswahili mzuri asikie. Hiyo Godhead maana yake nini? Eleza. Uungu. Ifafanue. Ebo eleza. Hilo neno tu ulifafanue. Sio kama kuasi. Ulifafanue hilo neno maana ya Godhead. Maana ya Godhead ni uungu kwa lugha ya English. Kwa tafasiri zingine za English wanatumia neno deity. Manake au divine. Asante sana. Tunaona ni uungu. Sasa anaposema mbinguni kuna wengi, kuna malaika, kuna maserafi, kuna makerubi, si ndio? Lakini inapofika kwenye Baba, Mwana na Roho Mtakatifu wakasema ni nini? Godhead. Yaani uungu ambao tumeusoma katika Wakolosai. Sasa hauwezi ukasema hilo fungu tuliondoe wakati tupo kwa ajili ya kuamini maandiko. Sasa mimi sijasema muondoe. Mimi swali ni sasa tusipoondoa ukisema tutoe Roho Mtakatifu unapinga uungu. Ukikubali Roho Mtakatifu utakuwa umekubali Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na utakuwa umeingia na kukubaliana na divine power zile ambazo ni tatu. Uungu mimi nakubali uungu. Mimi ninachokataa Baba, Mwana na Roho hawaundi Mungu mmoja wa Biblia. Kwa hiyo wako Mungu wawili. Ndio nilitaka. Kuna Mungu mkuu. Si ndio unavyoamini wewe. Kuna Mungu mkuu, alafu kuna Mungu wengine ambao wanaitwa uungu, wako pale wana ofisi yao, na Mungu mkuu yuko na ofisi yake kule, anakujaga kuangalia hao Mungu wadogo. Tunaposema Mungu kwa mujibu wa maandiko tumeona ni Baba. Okay. Na Yesu Kristo anakuwa Mungu. Anaingia katika Godhead au haingii? Yesu Kristo tumeona. Jibu hilo kwanza. Anaingia katika Godhead au haingii? Anaingia. Sasa je? Sasa ndo nimejibiwa au bado? Okay, kwa na mimi naweza nikajibu. Mike. Majibu, tunashukuru mwalimu ametoa majibu. Lakini mwalimu kuna kitu anasita kukiongea. Na tunaomba tukuulize tena ili unyoshe maelezo. Vizuri kabisa. Biblia inaposema Mungu ni mmoja, sawa? Huyo mmoja ni nani? Nataka nikuulize swali na ndipo nikujibu. Ndio. Anaposema Kristo ni ukamilifu katika uungu ana maana gani? Ilimpendeza Baba ukamilifu wote wa uungu kae katika Kristo. Kama Baba. Kwa hiyo Kristo pala anatambulika kama nani? Samahani nimesimama sijui ni Kristo. Napenda kusimama. Kristo. Ndio. Sawa. Yes. Hapa twende kibiblia, ndio? Hii kwamba alinionya na mimi tulishaonyana nyuma. Ndio. Kwamba Biblia ina maelezo mazuri kuliko sisi. Kwamba andiko swali limesema hivi, Mungu mmoja kwa mujibu wa Biblia ni nani? Sasa ina maana tujibu nini? Short and clear. Ili tutoke na hilo. Asante sana. Twende na maandiko. Yohana 17 fungu la 3. Huu ndio uzima wa milele. Wakujue au msome tu nisinukuu. Tulisoma. Yohana 17 mstari wa 3. Na uzima wa milele ndio huu, ndio wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Basi jibu bado. Mungu mmoja ni nani? Hapa yani umeendelea kusema Mungu mmoja wa pekee, lakini hujamsema ni nani. Hapa Yesu alikuwa anamsema nani?
Sisi tumekuuliza wewe mwalimu tusaidie. Nijibu na wewe usikwepe, nijibu. Yesu alikuwa anamsema nani? Mimi labda mwalimu anisaidie. Sasa alikuwa anasema Baba. Sasa mbona unakwepa kwa wakati liko kushoto? Kwa hiyo lakini tukiwa katika nguvu ya uungu, lazima Baba, Mwana na Roho Mtakatifu washirikiane na kila mmoja akiwa na nafsi. Lakini tukisema Mungu mmoja, tunamsema Baba Mtakatifu. Imeisha. Sasa naombeni msiende mbali kumtosha Michel. Tulie kidogo. Michel iko tu clear, kasema Mungu mmoja nani? Ninapokuja kwenye swala la Mungu mmoja wa pekee ni nani? Ni Baba. Ile katika utendaji wa uungu anakuwepo nani? Na Mwana na Roho Mtakatifu. Hiyo amebainisha hivyo. Ni kweli Baba amemtuma Mwana. Na kwa njia ya Baba huyo atakamtuma nini? Roho kwa jina la nani? La Kristo. Siko tu hivyo. Nafikiri imeeleweka katika hatua moja au nyingine kwamba kwa mjibu wa mtumishi wa Mungu Michel ambao ni mwakilishi wa kanisa la matengenezo hapa Boko, Mungu mmoja ni nani? Na wa pekee ni Baba, na katoa na andiko. Kwa hiyo tusimchoshe katika hilo jambo. Sasa naomba tunipe nafasi kidogo mwalimu. Nielezee sababu nielezee kuhusu Bible commentary kidogo tu. Dakika mbili. Michel, tunataka kuuliza swali la mwisho. Aliuliza la mwisho kabisa. Huyu hapa anataka kuuliza au kanyosha. Sawa. Ngoja niseme aniulize nijibu. Sawa ninajisikia. Okay. Hebu uliza. Usinyimwe. Sawa. Asante sana. Mimi naomba niwarejeshe tu kidogo nyuma kama nilivyosikiliza mwalimu. Mwalimu alitufundisha kwamba anaamini katika hizo nafsi tatu kwamba ndizo zinazomuunda Mungu mmoja, kwamba kuna nafsi ya Roho Mtakatifu, Mungu ana nafsi yake na Roho Mtakatifu ana nafsi yake na Mwana ana nafsi yake. Lakini tukizingatia muktadha wa nafsi kama inavyosomeka katika Mwanzo 2 mstari ule wa 7 kwamba nafsi ni kitu kinachojitegemea. Sasa tukimsikiliza Yesu katika kitabu cha Mithali ile wameshaisema 8:22 anasema Mungu alikuwa nami katika mwanzo wa njia zangu. Yesu asemi Mungu alikuwa nasi, kwa maana kwamba anasema Mungu alikuwa nami kwa maana nafsi yake mwenyewe akiwa na Mungu. Sasa tukitafuta hii nafsi nyingine ambayo ni ya Roho katika muktadha ule hatuioni. Sasa unasemaje kuhusu ile andiko kwamba tuliliona sana wakati tunaanza? Tulisoma Mwanzo 1:26, tulisoma Mwanzo 3:22, tulisoma Mwanzo 11 fungu la 7. Katika hilo neno nalo litafuta, kama ni neno tu wingi, kama unalitafuta utakuta Mungu akasema na tufanye. Hilo neno tuliliona. Rafiki, Mwanzo 1:26 ni Mungu anaongea na mwanae, ndio maana tafadhali hapo naenda mbali, kwa sababu katika Mwanzo 1 fungu la 26 hawajasema alikuwa anaongea na nani. Hapo utayapata tukienda kwenye pipi, tukienda kutafuta kwenye roho ya nini, ya unabii, kwenda kutafuta kwenye vitabu vingine. Lakini ukitaka kupinga uwingi, kauli iliyotumika pale ni nini? Ni uwingi katika mafungu hayo ambayo tumesema. Sawa. Na kwa sheresha hilo swali alisema pointi yake ilikuwa kwenye Mithali. Anaposema Mungu alikuwa nami, manake ni mfano Michael alikuwa nami. Tukiwa hapa Michael alikuwa nasi, yani mimi na huyu bwana. Sema alikuwa nami ni mimi na Michael. Sasa sikiliza jibu ambalo ni la haraka. Asante. Inategemea muongeaji. Ndio. Aliyekuwa muongeaji pale ni nani? Ni Kristo. Sasa je? Sasa angesema katika uwingi wakati anajisema mwenyewe? Mbona Kiswahili kimenyoka pale na kiko wazi? Sawa. Asante. Naomba mimi nijibu hilo swali. Ndio, karibu. Kwa mujibu nafikiri tusiende tumbali. Nafikiri nimekaziwa hapo kwamba tunaamini Biblia na roho ya nini? Na roho ya unabii. Simesisitizwa hivyo. Kile kitabu cha maandiko ya wale ambao kimesoma, maandiko ya wari. Kwenye eneo la anguko la shetani. Alikuwa nacho Chiganga hapo. Hebu tunisomee tu mtumishi. Mbe tu anisomee. Hicho hapo kifunuliwa ile anguko la shetani. Kuanzia ile eneo la kwanza, tuweke tu msingi watu wasikie, ambao tusitokuwa confused. Mwanzoni shetani alikuwa malaika. Mpe mic. Endelea. Mwanzoni shetani alikuwa malaika mwenye kuheshimiwa mbinguni.
akiwa wa pili kutoka kwa Kristo. Kuonekana kwake kulikuwa kama kwa malaika wengine. Alikuwa mpole na mwenye uso wa furaha. Endelea. Paji lake la uso lilikuwa refu na pana, likionyesha kuwa na akili nyingi. Umbo lake lilikuwa kamilifu, lenye kupendeza na kutamanika. Lakini wakati Mungu alipomwambia mwanae tufanye mtu kwa mfano wetu, Shetani alimwonea Yesu wivu. Asante, mpe tu mic hapo. Kumbe kwa mujibu wa kitabu cha maandiko ya awali, Mungu ili nasi nani? Baba na Mwana. Kwa nasi tumfanye mtu kwa mfano wetu. Baba alikuwa anamwambia mwanawe. Ndio maana tunakazia hapa Roho Mtakatifu si mtu mwingine ambaye Baba na Mwana wamezungumza naye. Kwa mfano tunaomba tumfanye study yenu nyie binafsi. Sasa tuache ule uzalendo wa kikanisa na kizehebu. Umshaona mahali popote Baba anasemezana na Roho Mtakatifu? Yaani kwa hili ulilokuna nataka kusemaje bwana? Okay. Nataka kusema hivi. Mwanzo 1:26. Aliyesema tumfanye mtu kwa mfano wetu ni nani? Baba. Akimwambia nani? Mwanawe, Bwana wetu Yesu Kristo. Ndipo Ibilisi akaona nini? Wivu. Kwa sababu malaika waliumbwa before sisi hatujaumbwa. Mbona kusema Ayubu 38 utaona dunia ilivyoumbwa, malaika wafanyaje? Walishangilia. Sasa kumbe ile nasi tumfanye mtu kwa mfano wetu ni Baba na nani? Na Mwana. Ndio hoja ambayo nataka nijibu. Sasa mwisho ni kwamba ndio kuweka msingi huo kwamba ni Baba na Mwana mpaka andiko wapi wakati anasema tumfanye mtu kwa mfano wetu. Sasa naomba tunaeleze. Haja elaborate kwamba hapa walikuwa wawili au watatu. Kwa hiyo unaposema wewe, yani msingi wa kusema alikuwa ni yeye na Yesu, basi unaupatia wapi? Kwa mfano labda nikusaidie tukusaidie kidogo. Tumesoma Patriarchs and Prophets. Ile page 34 ile. Ndio. Anaposema hiyo inafafanua Mithali 8:22. Sawa? Kwamba Christ ndo only being. Sawa? Aliyeingia katika purpose ya Mungu. Only pekee. Nili display hapa au display tena? Sindio? Na hiyo ina limit kwamba ni wawili. Sasa naomba tueleze pia kwenye Biblia hapo mwalimu. Umesikia? Naomba nimesema tusio wazalendo sana kwenye kuweka uzehebu. Andiko nasema, nikisema leo Masawe amemwambia Chiganga, anaongea na nani? Na maana nimwambia nani? Sasa tuchukue katika andiko la Biblia. Anasema tumfanye mtu kwa mfano wetu. Kwa Baba, kwa mjibu wa Ellen White, Baba anamwambia nani? Mwana. Ila kwa mjibu wa wanaotatu wanasema nafsi tatu zilifanyaje? Zilizungumza. Si ndio iko hivyo? Ndio. Lakini Ellen White atu Baba alimwambia mwanawe tumfanye mtu kwa mfano wetu. Sasa Biblia inasemaje? Nisomee 17:5 Yohana, tuangalie vizuri hapo. Alafu nitaenda kwenye Bible commentary. Maana mwenzangu hapa ameshaongea yake mengi, nimemwachia hata mimi pia nimalizie hilo. Kwa hiyo kwenye issue ya uumbaji 17:5 inasemaje? Na sasa Baba ulitukuze mimi pamoja nawe. Ndio. Kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe. Kabla ya ulimwengu kuwako. Kwa Yesu anasema Baba unitukuze. Kwa utukufu ule ambao nilikuwa nao kabla ulimwengu kufanyaje? Kwa kabla ulimwengu kuwako nao pamoja nawe. Alikuwa pamoja nawe. Kwa katika ulimwengu kuja kwako Baba na Mwana walifanyaje? Walikuwako. Si ndio hivyo? Ndio katika ile mstari wa 3 inasema hivi, na uzima wa milele ndio huu, wa kujua wewe Mungu wa pekee na Yesu Kristo uliyefanyaje? Uliyemtuma. Kwa limitation ni hiyo. Sasa ukiongeza nafsi ya 3 kwa maana ya mtu mwingine wa 3, basi utakuwa utapata uzima wa milele. Sasa issue ya mwisho ya Bible commentary, naomba wasabato waelewe wote. Hapo unasema mwalimu Tumani. Naomba niunganishe ili kuelewa. Si ungeacha kwanza nimalize afu urudi swali. Niunganishe kwenye hilo. Bible commentary. Sasa nenda short and clear. Short ni kwamba hiyo niliyosoma iko kwenye kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote ukurasa wa 34. Kwa hiyo hakuna haja ya kwenda hiyo fafanua tu ile ya commentary, lakini pia kwenye Tumaini 34 hiyo habari niliyoinukuu kwenye Bible commentary iko hapo. Kwamba nini inasema? Inasema hivi. Hiyo kwenye Desire of Ages. Kwenye Desire of Ages inazungumza sababu ya Kiingereza ya Kiswahili, maana nayo ya Kiingereza hapa. Ya Kiswahili ndio nilionayo hapa. Ukurasa wa 34.
peji yake ya Kiingereza ni 54 kwenda 55. Iko juu ya hiyo kompyuta hiyo. Sasa inazungumza hivi. Kwa watu wale waliokwenda katika giza wameona nuru kuu. Wale waliokaa katika nchi ya uvuli wa mauti nuru imewaangaza. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba